naamini nyinyi washiriki, washindani wa kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari nyote ni washindi, ila tu hapa tutaona nani ambaye katika nyinyi atatangulia wenzake au atakaomfuatia. Kimsingi kanuni zetu ni zile zile insha Allah. Tutaangalia mambo makuu mawili. La kwanza tutaangalia hifdhi pamoja na ahkam, na la pili tutaangalia upande wa sauti. Katika nafasi hizo mbili umakini uelekezo hapo insha Allah katika ushiriki wenu wa mashindano haya. Utaratibu, tutakuwa na fathi kwa maana ya kukumbushwa, na tutakuwa na tanbihi kwa maana ya kugongewa, na tutakuwa na nusu alama katika upande wa tajwid, ikijumuisha pia na wakfu ibtida. Upande wa fathi tutakuwa na alama mbili. Mtu akifanywa fathi atakatwa alama mbili, na mtu akigongewa atakatwa alama moja. Na katika makosa ya ahkam at-tajwid na wakfu na ibtida hautagongewa wala hautafanywa tanbihi, bali itakatwa nusu alama. Kwa utaratibu huo insha Allah tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuwafikishieni katika kuyazingatia haya. Lakini utaratibu wetu wa maswali, tutakuwa na maswali matatu. Swali la kwanza litajumuisha ukurasa mzima. Swali la pili litakuwa na nusu ukurasa, na swali la tatu litakuwa na nusu ukurasa vile vile. Swali la kwanza litakuwa na alama 35, na maswali mawili ya nusu ukurasa yatakuwa na alama 30. Jumla ya alama za hifdhi ni 95, na alama katika upande wa sauti ni alama 5. Kwa hiyo jumla ya alama zote itakuwa ni alama 100. Mshiriki akikaa kwenye kiti hapo kwa ajili ya kupokea maswali atakuwa na alama zake 100. Anazo, anazimiliki, na atakuwa anazipunguza mwenyewe kwa kadiri ambavyo atakuwa anafanya makosa. Kwa hiyo ndugu zangu, huo ni utaratibu ambao tutautumia katika mashindano yetu ya leo. Insha Allah tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika hilo. Pili, nitumia fursa hii kuarifisha kwenu mbele yenu hadhira tukufu hii jopo la majaji ambalo litashughulika na shughuli ya leo ya kuhukumu. Nikianza kwa upande wa kulia kwangu kabisa, jaji wa kwanza kabisa upande wangu wa kulia anaitwa Sheikh Hashim Uthman Madenge. Sheikh Hashim Uthman Madenge yeye atatawalia swala zima la kurusha maswali na kumuongoza mshiriki katika taratibu ambazo tumezieleza za kuhukumu kwa maana ya tanbihi na fathi. Atatuongoza Sheikh Hashim katika utaratibu huo. Wa pili, pembeni yangu hapa mkono wa kulia ni Sheikh Majaliwa Uthman Nyandwi. Yeye atatawalia katika kuhukumu kila kitu katika maswali ambayo ataulizwa kushiriki. Lakini pia Sheikh Majaliwa Uthman atashirikiana na jaji ambaye yuko mwanzo hapa kushotoni kwangu, naye ni Sheikh Abdul Aziz Ramadhan. Naye pia atakuhukumu mshiriki katika maeneo yote kama ambavyo atafanya Sheikh Majaliwa Uthman. Lakini pamoja na wawili hawa, Sheikh Majaliwa Uthman
na Sheikh Abdul Aziz Ramadhan wataungana na Sheikh Ndaishimie Omar Muhammad Dustur katika kuhukumu kila kitu katika swali ambalo atapewa mshiriki. Kwa hiyo majaji hawa watatu pamoja na jaji namba 1 na mimi ambaye ndiye nitakuwa jaji kiongozi, tutashirikiana katika kuendesha na kuhukumu musabaka wetu huu wa leo insha Allahu taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم وأغرقنا آل فرعون كذبوا بآيات ربهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأغرقنا كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين
الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. حسبك. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أعيد السؤال. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
مصيبة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. حسبك. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. حسبك. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن
حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون حسبك. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا
من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئهم بما لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم
أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والحمد لله في كل وقت وحين. الحمد لله حمدا على كل نعم والحمد لله على حمد النعم. والحمد لله حمدا يليق برب النعم. فيا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله على تجدد العافية وبقاء النعم. والحمد لله دائما وأبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه الله اليقين. Watukufu wa Islam, viongozi mbalimbali, mashekhe wakubwa ambao umehudhuria, maimamu, majaji ambao umetumwa na Al-Hikma Foundation kutoka nchi ya Tanzania jirani, waheshimiwa wakina mama, dada zetu, shangazi zetu, waheshimiwa Waislamu, waheshimiwa vijana ambao umeweza kushiriki katika musabaka huu kwenye mashindano haya, waheshimiwa viongozi wa vyombo vya habari tofauti, waheshimiwa wote kwa tabaka tofauti tofauti, niwaombe radhi, nikubalieni watoleeni salamu nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pili, watukufu wa Islam, ni furaha kubwa kwa jamii ya Kiislamu nchini Burundi kuweza kuhudhuria mashindano kama haya ambayo yameandaliwa na amedhaminiwa na taasisi tofauti. Mnikubalie kwanza kabisa tuweze kutoa shukrani za dhati kwa nchi yetu ya Burundi na viongozi wa nchi yetu ya Burundi kuweza kutupa nafasi kama hii ya kuweza kuandaa mashindano kama haya. Na alhamdulillah wakatutumia vile vile na baadhi ya wachunga usalama kwa kutaka usalama wetu uwe kamili katika jukwaa hili. Pili, nikubali nitoe shukrani za dhati kwa wanaharakati wa Kiswahili Halaka ambao tumesikia kwamba
ndo wakubwa katika maandalizi haya. Vile vile tutoe shukrani za dhati kwa Al-Hikma Foundation. Vile vile tutoe shukrani za dhati kwa Agence Kariako. Vile vile tutoe shukrani za dhati kwa frères et sœurs musulmans ambao vile vile ni waorganisateur wa msabaka wa mashindano haya. Watukufu wa Islam, vile vile tunatoa shukrani za dhati kwa washirika wote ambao hatuwezi tukawazungumza wote kwa sababu muda utatuacha. Tumesikia kuna makundi tofauti ya wakina mama yameweza kushiriki katika msabaka kama huu. Watukufu wa Islam, nasaha moja au mbili kwa jamii yetu ya Kiislamu nchini Burundi. Tunasikia kwamba kuna juhudi tofauti zinafanyika katika vitengo vile vile tofauti. Tunawaombeni Waislamu waweze kujumuisha hizo juhudi zote sehemu moja. Itatupa nguvu kubwa. Nikianzia kwa hizi misabakati zinazofanyika. Kuna misabaka tofauti tumeisikia imefanyika katika nchi yetu ya Burundi. Kuna mashindano ambayo anawafadhili rasmi, na kuna mashindano mengine hayana wafadhili, ni juhudi za watu tofauti tofauti. Tuwaombe tuweze kujaribu kujifunza namna tunaweza tukaweka nguvu zetu kwa pamoja, tufanye msabaka wa nchi ya Burundi, msabaka wa kimataifa, na nafikiri hapo ndo tutaonyesha nguvu zetu kama Waislamu wa Burundi. Pili, watukufu wa Islam, nichukue fursa hii ya kuomba Waislamu wote wa nchi ya Burundi tuweze kushirikiana kusafisha zile dosari ambazo zilikuwa zimevaa jamii yetu ya Kiislamu ambazo hatuwezi kuzitaja hapa. Kuchafua nguo ni vyepesi, lakini kuifua, kuisafisha inachukua muda. Kwa hivyo ni waombe Waislamu wote, jamii yetu ya Kiislamu kuna jengo la Ikulu imeweka mbele. Lile ni la Waislamu wote vile vile waweze kuchangia nguvu zao tofauti tofauti. Tulikuwa tumesimamisha kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na imani ya kwamba katika huyu mwezi wa Shawwal tutakuja vile vile kuanzisha upya. Tuombe Waislamu hivi tunavyoitika vikao kama hivi, tukiitishwa tuweze kuitika, tuonyeshe nguvu zetu, tusafishe jina la jamii yetu ya Kiislamu. Watukufu wa Islam, kwa kumalizia, nitazungumzia kidogo kuhusu Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani yetu kaipa sifa nyingi ambazo tunaomba kila Muislamu aweze kujitahidi kujua hizi sifa za Qur'ani ili na yeye iweze kumsaidia. Qur'ani hii, kitabu hichi cha Allah subhanahu wa ta'ala,
kimekuja kwa kutaka kituinue. Allah subhanahu wa ta'ala kimekuja kwa kutaka atutengenezee maisha yetu, na ndo sababu kakisifu sifa tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala kasifu hii Qur'ani kama ni ruh, ni moyo. Wakadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ewe Muhammad, hivyo ndivyo sisi, ni Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, tumekuleteeni wahi ambao unasifika wa kwamba ni ruh, ni moyo. Na mnakumbuka watukufu wa Islam katika Biblia, Injili, Nabii Isa alayhi salatu wasalam alivyokutana na watu ambao wanaenda kumzika ambaye kafariki, aliwaambiaje? Acheni wafu waende wakamzike mfu mwenzao. Ina maana kuna mtu ambaye alikuwa ameshafariki kifo cha hakiki, na kuna ule mtu ambaye alikuwa, na kuna wale ambao walikuwa wanaenda kumzika. Lakini Mtume Isa alayhi salatu wasalam kazungumza, muacheni wafu waende kuwazika wafu wenzao. Ina maana mwanadamu anaweza kuwa anatembea juu ya ardhi lakini sio mzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana neno la Mungu. Hana neno la Mungu. Kutokuwa na neno la Mungu wakati mwingine ni ishara ya kwamba wewe ni maiti. Wakadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina. Na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile akaisifu hii Qur'ani ya kwamba ni nuru wa dhiya. Alivyozungumza akasema, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Hii Qur'ani tumeijalia kuwa ni nur wa dhiya. Ndio sababu mnaona katika maisha tunaenda tunajikwaa. Unafanya biashara unajikwaa, unafanya kazi, unaoa unajikwaa katika ndoa yako, huko mwanadawa katika daa yako unajikwaa, huko shekhe ndio hivyo, huko kiongozi ndio hivyo, unajikwaa katika uongozi. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho haukitendea haki. Watukufu wa Islam, hii ni Qur'ani, ni mwongozo wa jamii yetu ya Kiislamu, ni mwongozo wa ulimwengu wote. Na kweli dunia haijapata kitabu kamilifu kama kitabu cha Qur'ani. Niwahusieni vijana, niwahusieni wakina baba, wakina mama, dada zetu, niwahusieni mashekhe ambao wanaifahamu Qur'ani zaidi ya wengine, kuweza kuitendea haki hii Qur'ani, katika kuifundisha, katika kuirejea na kuisoma, na katika kuiweka ndani ya vitendo. Watukufu wa Islam, nikubalieni niweze kufikisha hapa. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Mpaka mseme sana. Kina baba mko tayari? Mpaka niwasikie kina baba mko tayari? Kina baba mko tayari? Mshindi wa kwanza amepata 97.16. Ni kijana kutoka Chibitoki. Jamani, mnavifua. Haya, peda. Tupe. Ni kijana kutoka Chibitoki. Ni kijana kutoka Chibitoki. Majina yake ni Chimwe Idrisa Omar. Takibiri.
Nchimwe Idrisa Omar anapewa cheti na Mheshimiwa Mufti, anapewa pia cheki ya milioni 10 na Mheshimiwa Mufti, na pia atapewa pesa yake. Mwaka huyu 2025 mshindi wetu ambaye amenyakua nafasi ya kwanza na kujipatia milioni 10 ni kijana Nchimwe Idrisa Omar kutoka Chibitoki. Alikwenda kwenye mashindano ya Hikma Foundation akachukua nafasi ya 5, na sasa nyumbani anachukua nafasi ya ngapi? Ya kwanza. Anachukua nafasi ya ngapi? Ya kwanza. Takbir! Ndiye anayechukua milioni 10 ni Nchimwe Idrisa Omar. Takbir! Kijana huyo, kijana machachari, mwamba kabisa. Kijana huyo ni mwamba kabisa. Allah mhifadhi. Atapewa zawadi zake na Mheshimiwa Mufti na majaji wote wakishirikiana pamoja. Kijana huyu, kijana ambaye yuko vizuri sana. Kijana Nchimwe Idrisa ndiye mshindi. Jamani, raha sio raha. Raha sio raha. Naomba kijana wetu huyu atuwakilishe mpaka katika mataifa ya mbali huko. Mashaallah. Ni mwaka juzi tu huko Tanzania alitoka ni mshindi wa 5 na akaibuka na dola milioni 5 za Tanzania. Kwa kweli shilingi sio marundi, shilingi milioni 5. Kaka, Mungu akubariki. Jamani, raha sio raha. Raha sio raha. Mshindi wetu ni kijana kutoka Chibitoki. Baada ya kuenzi na tukarejea Buterere, tukarudi Chibitoki, tumekwenda Kinama. Tumetoka Kinama tunakwenda Chibitoki. Mshindi wa kwanza kutoka Buyenzi, wa pili akatoka Buterere Rahma Sam, wa tatu akatoka Chibitoki Hassan Bukuru, wa 4 akatoka Kinama. Kibenga? Wa kwanza ametoka Kibenga, Maida ndio alifungua Kibenga. Kweli kabisa, Sheikh ananikumbusha. Mwaka wa kwanza alitoka ni Kibenga, Almaida Hakizimana. Mwaka wa pili akatoka Buterere Rahma Sam. Mwaka wa tatu akatoka Chibitoki ambaye ni Bukuru Hassan. Mwaka wa 4 akatoka Kinama ambaye ni Daudi Juma, na mwaka wa 5 anatoka Chibitoki kijana wetu. Allahu Akbar. Na ndugu zangu, nafikiri hapa amekutangazieni na akasema raha si raha. Sasa tumekaa raha alafu wengine mmeenda kile. Jamani, tuchangieni juu ya mshindi wa mwaka kesho. Tuchangieni mshindi wa mwaka kesho. Kwa kweli ni nyie ndiye ambaye mnazitoa hizi pesa ambazo mnazoziona kapewa huyu mshindi wetu wa kwanza. Wallahi, Mungu akubarikini, Mungu akuwekeni kila kheri inshallah. Naam. Na kuna ndugu zetu pia. Haya, certificate hizi tuwape na ndugu zetu pia. Tusikose kuwapa certificate, inshallah wape kusali tutawapa. Tunamwita mwingine aliyefuatia Irakoze Hassan Bashir. Baada yake akakuja kijana Hamza Juma Sumiri. Tuje tumshike certificate inshallah. Baada yake atakuja Uima na Rahma Sana. Alafu kwa Mheshimiwa Mufti kuna Uize Rashaban Khamis. Kwa Mheshimiwa jaji wetu mkuu Harimana Khamis. Sheikh wangu Sheikh Hassan Nyamweru kuna Shirimana Sarif. Kwa Sheikh wangu Bashir kuna Mariam Ahmad, na kwa ustazi wangu Majaliwa kuna Aisha Abdul, na kule kwa Sheikh wangu Omar kuna Nzururi Asmani, na mwisho kule kuna nani kwa Sheikh wao Bikumana Ismail. Tuje tuchukue certificate zetu inshallah. Pia na nini hamkusahaulika, kuna bahasha japo ni ndogo lakini sio ndogo sana. Kila aliyeshiriki na wale watano msiondoke. Wale watano msiondoke. Na nini ambao umeanzia wa 6 mpaka wa 20, kila mmoja inshallah ana bahasha yake ya Rand100, na kuna zawadi nyingine ambayo anayo dada yetu Tito ya 50,000. Kila mmoja Allahu Akbar. Kila mmoja atatoka hapa na Rand100 katika wale walioshiriki kuanzia wa 6 mpaka wa 20. Atatoka hapa na pesa Rand150,000 kila mmoja. Tunamwita Daize Ramadhani aje
tunamwita Kizimana Musa Ibrahim aje pia. Tunamwita Wima Rahma Sam kwa Sheikh Ibrahim. Ali Shamadani aje kwa mufti achukue certificate. Kadhalika Shimimana Jibril Aman aje achukue certificate yake. Kila aliyeshiriki ana laki 1.5 isipokuwa wale wa sita, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Na kisha washiriki baje hizo mtatuachia nazo inshallah. Abdul Kabir تعالي يا رجل كيف نعم huyu ni kijana Abdul Kabir ndiye kijana wetu. Tunaomba waheshimiwa wasogee mbele kupiga picha ya mwisho na tumalize inshallah. Wasogeleeni vijana wenu wao waliohifadhi Qur'ani kwenye maeneo ya mbele kidogo hapo, tupate picha nyinyi wote kwa pamoja, na ndio tunamaliza mashindano yetu ya siku ya leo. Sheikh Madenge, ingia hapo pia upate sehemu kuonekana. Naona chuma hicho kisikuziwi. Vijana ambao ni warefu inshallah waende kwa nyuma. Picha ya pamoja hiyo, chukueni picha washiriki wote hao 20 pamoja na majaji, mgeni rasmi, mheshimiwa mufti wetu Allah mhifadhi, na masheikh zetu pia waliotuitika siku ya leo. Naam, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Naam, mashindano yameweza kukamilika na alhamdulillah, wa kwanza na wa pili na wa tatu ameweza kufahamika na watano wote. Na hapa katika bango zetu hapa tuna mheshimiwa wetu ambaye ni kiongozi wa jamii ya Kiislamu nchini Burundi, Sheikh Salim Nayabagabo. Kwanza kabisa tunakukaribisha hapa katika mahojiano madogo haya. Tunasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara ya kwanza unashiriki, unakuwa mgeni rasmi katika mashindano makubwa haya ya Qur'ani nchini Burundi. Mheshimiwa, ni nini ambacho umeweza kujifunza kwa mashindano haya na ni nini ambacho tunataraji kukiona mbele katika mashindano makubwa ya Qur'ani? Ni kwamba kwa ufupi tumeona kwamba Burundi, vijana wa Burundi wanaweza na mabinti zetu wanaweza. Ni mashindano ambayo yametupa nafasi ya kuweza kukagua kwamba inshallah taala katika hata mashindano ya kiulimwengu, maana yake tunaweza tukapata vijana wa kuweza kwenda kushiriki na tukafaulu. Na ni fahari kwa jamii yetu ya Kiislamu ya Burundi na kwa Waislamu wote wa Burundi. Tunazidi kutoa shukrani za dhati kwa wenyewe waliandaa huyu musabaka haya mashindano, vile vile na kuhamasisha vijana wote na dada zetu wote, hata watu wakubwa waweze kuwa wakihamasisha nafsi zao na kulazimisha nafsi zao kuweza kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo ambalo mmeweza kulizungumzia pale Mheshimiwa Mufti la kuhusiana na kuandaa mashindano, yani mashindano makubwa sana zaidi, kama mashindano mmekuwa wageni katika mashindano ya mabara Tanzania. Hili jambo unasema iko nini? Hivi tutegemee kuona mashindano makubwa hapa Burundi kuleta na washiriki kutoka katika nchi zingine ngeni? Inshallah, nafikiri hilo haliko mbali, kwa sababu najua kama Waislamu wa Burundi wasikivu. Waandalizi wa haya mashindano wote wengi tunazungumza nao, nafikiri tutajitahidi kukaa nao vile vile tuweze kuona kama
huyu musabaka tunaweza tukaufanya kwanza kwa regional, yani kama vile EAC, nchi za EAC, ya East Africa Community. Alafu baada ya hapo, kwa sababu kwa Burundi tumeshaona kama inawezekana. Alafu baada ya hapo tutajitahidi tuone kama vile vile tunaweza tukaandaa musabaka wa kimataifa ambapo hata nchi zingine za kigeni hata za Ulaya, bara la Ulaya, la Amerika wanaweza wakaja kushiriki inshallah taala. Kwa uwezo wa Mungu. Ni kijana mdogo wa takriban miaka 19 ameweza kuwa mshindi wa mashindano haya makubwa ndani ya nchi ya Burundi. Ni neno gani unaweza kumfikishia kijana na kijana wote ambao wameshiriki katika mashindano haya? Ushauri wako kwao? Ni kwamba kwanza Qur'an hii ni maisha ya mwanadamu. Kama vile tumezungumza katika neno letu, Qur'an hii ni moyo. Neno la Mungu ni moyo. Ambaye hana neno la Mungu anakuwa kama vile ni maiti. Kwa ufupi kijana huo tunaweza tukamhusiana na vijana wengine kuweza kuendeleza kuhifadhi Qur'ani na kuiweka ndani ya vitendo, kwa sababu Qur'ani vile vile ina maagizo, ina maamrisho. Ni kitabu ambacho kinazungumzia kila kitu ambacho kilipitika tangu kuwepo dunia na kile ambapo kipo kwa sasa hivi na kile ambapo kitakachotokea baada ya kuwepo kwa mwanadamu hadi kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni kiasi cha kuweza kuihifadhi kimaneno na kuihifadhi kivitendo, waweze kuihifadhi Qur'an kivitendo inshallah ta'ala. Neno limoja kwa yoyote ama kwa Muislamu yoyote, angalau sekunde chache kwa yoyote ambaye yuko hapa. Ni kujitahidi na yeye vile vile, kwa sababu kitabu hichi sio kitabu cha na wala sio kitabu cha Waislamu tu, kwa sababu kina maneno ya Mungu, alafu kina science, kina politics, kina social, kina cultures, kila kitu kimo ndani ya kile kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kina uchumi, ni kitabu ambacho cha kuja kuboresha maisha ya mwanadamu. Ni kwamba mwanadamu yoyote pale alipo ni ajihimize kuweza kuchukua ingalau dakika 2, dakika 3 aweze kusoma na maana yake, tafsiri zake, maana yake yale ambayo yaliomo, kwa kutaka aweze kumsaidia kutengeneza maisha yake inshallah khair. Huyo ni Mheshimiwa Mufti ambaye tulikuwa naye katika TV zetu, na inshallah mrepezei sana muda na majukumu mengine makubwa sana ambayo anakwenda kuyafanikisha. Inshallah tunakushukuru sana Mheshimiwa Mufti wetu kwa kuungana na sisi. Allah kulipeni kila la kheri, kuwekeni wepesi katika majukumu yenu. Tunakushukuru sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.